nataka nimpongeze mwalimu kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kuwafunga Young Africa. Sio kitu chepesi. Sisi tulipambana na Simba, lakini mwalimu Josia ndo alitutia ugumu, kwa sababu unapomfunga mkubwa mmoja, huyu mwingine unamstua, akija anakuja na njia nyingi za kuweza kukuvuruga. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tunamshukuru Mungu kwanza kututoa kwetu Kigoma na kuweza kufika Dodoma. Good enough. Dodoma mimi sio mgeni. Mimi nishawahi kukaa Dodoma nikacheza CDA. Wengi wenu hapa mlikuwa mjazaliwa au kama mmezaliwa mnasoma darasa la pili la tatu. Lakini vile vile Dodoma jiji hapo ilipofika pana nguvu yangu, na mimi nimeifanyia kazi timu hiyo mpaka amekuja mwalimu Josia kuja kuifanya hapo unapoiona nayo. Kachukua nilipotoka mimi, alikuja mwingine katoka, sasa hivi yeye anaendeleza yale ambayo walimu wote huwa tunataka unapokabidhiwa timu. Lakini pia nataka nimpongeze mwalimu kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kuwafunga Young Africa. Sio kitu chepesi. Sisi tulipambana na Simba, lakini mwalimu Josia ndo alitutia ugumu, kwa sababu unapomfunga mkubwa mmoja, huyu mwingine unamstua, akija anakuja na njia nyingi za kuweza kukuvuruga. Kwa hiyo ndo ametutengenezea kuvurugwa sisi. Japo tulicheza vizuri sana, lakini hatukupata matokeo, sio kitu ambacho tulikitegemea. Kwa hiyo namshukuru na kumpongeza kwenye hiyo. Lakini lingine nataka nimtoe mwalimu kwenye neno, mimi ndo slogan yangu kwamba kuna timu kubwa. Hapana, kuna timu zenye level moja, kwa sababu wote tunacheza Premier, isipokuwa tu wao wenzetu wa Kongwe na wana uwekezaji mkubwa wa kutoka kwenye, wanaleta wachezaji professional, tunakiri hilo. Walimu wanaleta professional, sisi walimu wachezaji wetu wengi amateur. Lakini kwa jitihada zetu tunaweza tukapambana na kiasi cha kuweza kuwafunga timu kubwa kama hizo. Sasa mwalimu Josia akisema kwamba sisi level ya kati, nakubali, lakini jipe credit kubwa kwamba bado una uwezo mkubwa wa kufanya vizuri, kwa sababu ungekuwa umebahatisha usingeweza kuwafunga. Lakini kwa sababu level moja wote tunacheza Premier, that's why uliweza kuwafunga, na mimi nakupongeza kwenye hilo. Pambana kwenye hali hiyo, usiwe mnyonge kwenye mpira. Ukifungwa kitu kingine ni kama kufa. Sisi wote tutakwenda kwa Mwenyezi Mungu, lakini when na nani atatangulia, hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukijua hiyo, wewe tunaenda kwa mapambano, kwamba mimi naenda kupambana ili niweze kupata matokeo litakalokuja kutokana na ukubwa wao. Sasa hilo jambo jingine. Tukirudi kwenye mechi yetu, nasema tuna mechi ngumu, kwa sababu wenzetu wamepata utamu wa ushindi juzi kwa kuwafunga klabu kubwa, lakini sisi tumepata maumivu kwa kufungwa na klabu mbili kubwa, moja ya Simba kwenye ligi, lakini ya pili kwenye FA. Hatutaki kuzungumziaga sana sababu zinazotufungisha, sometimes tunaziacha kama zilivyo, lakini kubwa ambacho naweza kusema kwamba nafahamu kwamba Dodoma Jiji timu ina wachezaji wazuri, timu ina wachezaji wenye uchu wa kufunga, na ni watu wako aggressive kutokana na kazi nzuri ya mwalimu Josia. Kwa na mimi timu yangu naye, mimi siko tofauti sana na mwalimu. Philosophy zetu sisi, kwanza fitness iwe high, alafu bado mwingine yatakuja baadaye. Maana wewe huwezi kuwa na shilingi 20,000 alafu unataka kutoka hapa kwenda Msalato ukafungua mlango wa taxi tu ukaingia. Lazima utatia shingo kusema bwana, Msalato shilingi ngapi? Lakini ukiwa na mzigo mfukoni unafungua tu na unaondoka zako, kwa sababu hela unayo, bei yoyote utakayoambiwa unatoa. Kwa fitness kwangu mimi na mwalimu ndo silaha yetu ya kwanza. Alafu baadaye ndo tunakuja kutia hivyo vitu mnavyotaka nyinyi, ufundi na mbinu. Sasa baada ya hapo najua kabisa kwamba hilo jambo limefanyika, kwa sababu mimi yeye muumini wa jambo hilo kama mimi, lakini kwenye kucheza timu yake inacheza vizuri, na kama alivyosema mwenyewe kwamba timu yangu imebadilika, sasa inacheza vizuri. Kwa hiyo tunakuja kucheza timu mbili ambazo wote tuna uwezo sawa, lakini kwenye maarifa yaliyokuwa sawa sawa. Fitness kwake juu, kwangu juu. Technique tactic kwake juu, kwangu juu. Sasa hapo inakuja tu nani wachezaji ambao watachukua maelekezo ya walimu vizuri ili kwenda kufanya kazi. Sawa, mwalimu amezungumza mengi, kama kuna swali lolote basi umuulize tu hapo atasikia. Kocha, mchezo wako wa kwanza ukiwa unaiongoza Mashujaa ulikuwa katika uwanja wa CCM John Dodoma dhidi ya TRA na mliweza kupasua chuma 3. Unarudi tena kwenye uwanja huo, ilikuwa kwa Mtibwa. Unarudi kwenye uwanja huo. Kipi ambacho kinakupa nguvu na energy kuelekea mchezo dhidi ya Dodoma? Nguvu na energy ni chakula tunachokula na mazoezi tunayofanya, ndio tunapata nguvu. Na hiyo maana yake umechanganya, moja umesema kwa Kiingereza, moja kwa Kiswahili. Nguvu na energy kitu hichi kimoja. Tunapata nguvu kwa sababu tunakula chakula kizuri, tunafanya mazoezi mazuri, na tunaamini mazoezi tuliyofanya ndio yatakaweza kutupelekea kuwa washindani na timu ambayo
na yenyewe nayo washindani. Kwa hiyo kubwa tunarudi kutegemea ni mchezo mzuri utakaochezwa kwenye uwanja wa Jamhuri, tena time nzuri, saa 3 usiku, jua likiwa hakuna, tutatimbulishana. Ila alipata bahati, Mwenyezi Mungu atampa ushindi, basi utaenda dhoo. Mwenyezi Mungu anakuwepo sehemu zote, lakini kwenye mpira unatakiwa utumie nguvu zako, sababu Mungu ana kazi nyingi za kufanya. Hawezi kuacha kusaidia wagonjwa Bugando, wagonjwa Muhimbili wanaopata ajali, aje kusaidia kwenye mpira. Jitihada zako wewe na mazoezi mliofanyisha walimu ndio ataweza kuleta matokeo. Hongera sana mwalimu kwa performance ambayo timu imeonekana kuanzia mji wako, lakini pia trend ya matokeo ilikuwa nzuri kwenye kiwanja cha Jamhuri dhidi ya Namungo dhidi ya City. Timu imepambana sana kwenye maeneo ya kuna ushambuliaji, nafasi zimetengenezwa, lakini kwa changamoto ya kutumia. Tunakutana na Dodoma Jiji pia ambao inaonekana kuwa imara zaidi kwenye aspect zote mbili, kushambulia na kuzuia. Bali na hapo Dodoma Jiji pia wamekuwa na matumizi mazuri sana uwanja wao nyumbani. Uwanja wao ni historia sana kubwa, na wewe tutarajie mwendelezo wa kile ambacho umekifanya ama kuzoana. My intention ndio hiyo, kwenda pale kwenda kushinda, sio kudraw au kufungwa. Likitokea moja katika hayo mawili niliyokutajia, itakuwa ni bahati mbaya, utakuwa ni mazidi wa ujanja au wachezaji wangu hawakufuata yale ambayo nayakusudia. Alafu mpira wa sasa hivi, mimi pamoja kwamba sometimes kuna wale wanaovaa nguo nyeusi, wengine wanakuwa hawako barabara, lakini wengi wao nowadays wamebadilika, kwamba mtu unafungwa mara popote. Kwa muda kusema mimi kwa nyumbani naweza nikashinda tu. Kwa nyumbani unaweza ukafungwa vile vile. Kama sisi tumefungwa mechi 2. Tumefungwa na Simba, tumefungwa na Azam. Na umata wao sijui wana klasi gani. Lakini tumefungwa. Na kama tungeshinda ingekuwa jambo jema. Lakini kingine kumbuka kwamba mimi sijui nafikiri mwalimu Josia yeye amechukua timu toka chini na amekwenda nao kwenye pre-season. Mimi nimeikuta timu kati. Hapo nilipofika kwanza mnatakiwa waandishi ta mingine na hao ambao wanaulizaga maswali yasiokuwa na tija wanifurahie na kuona kwamba Julio kafanya kazi kubwa mpaka hii timu kufika hapa ilipofika kama alivyosema mwalimu Josia. Kwa nategemea kuyaendeleza yale ambayo nayafanya, yakitokea against tutapambania tu timu yetu isishuke. Na kwangu naamini swala la kushuka halipo, kwa sababu nakumbuka nilikuwa na KMC ikiwa na mechi 4, tena mechi ngumu. Mojawapo ya kwanza wakati nakabidhiwa timu Dodoma Jiji, nikafungwa goli moja. Tukaenda kucheza Mbeya nikashinda ya Sumbawanga, nikawafunga Prison goli 1-0. Lakini nikarudi tena kucheza na Singida kwangu nikawapiga goli 2. Nikaingia kwenye playoff, ikabidi nicheze tena na Mbeya City kwao, wakanifunga 2-1 nyumbani, nikawapiga 2, nikachomoka kwenye playoff. Lakini nilienda kufanya kazi ambayo nilipokea tofauti na watu wengine ambao walianza nayo. Maana kuna time unaweza kuuliza swali ambalo halina maana. Mimi nimepewa mechi 4, lakini ningeshuka watu wangesema Julio hafai, lakini wameshindwa kuona kwamba kuna kocha aliyekuwa na hiyo timu kwenye mechi 26 amefungwa na kufikisha ile timu pale ilipofika. Lakini mimi nimekwenda kuchukua ikiwa na mechi 4 na nimefanikiwa kuibakiza daraja. Lakini sifa kuna kama alivyosema mwalimu Josia, sometimes napenda kujilipua, singoji mpaka nife mjisifie, huwa najisifia mwenyewe. Leo kazi aliyofanya Med Morocco, Juma Mgunda na mimi kuipeleka timu AFCON, tumekuja kutolewa kiuni, ni jambo baya sana. Hebu niambie, ile timu ya taifa kwenda kule AFCON ilipigwa kura? Haikupigiwa kura. Tulienda kuwafunga timu ngumu ya Guinea, watu wote hawaja expect, lakini tumewapiga back to back. Kwao na kwetu tumepata nafasi, lakini hatukuthaminiwa. Lakini kwa sababu sisi wa Tanzania tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko hai, na hizi nafasi anazotupa kufundisha timu za Premier zinatupa credit, na familia zetu zinaendelea kuishi. Maana kuna watu wanataka watoto wetu sisi wapite wanaombaomba, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu hilo halitotokea. Kuongeza jitihada ambazo umezifanya kwenye mabadiliko ya timu kwa ujumla wake, ugumu wa ratiba unaweza kuwa unaathiri vipi mpango wako wa kazi kwa mchezo wa Dodoma Jiji kulinganisha na kucheza dhidi ya Azam FC ambayo hii tunaziweka kwenye A-list team, timu ya Simba Sports Club ambayo hizi zote zina uwekezaji mkubwa sana kuanzia rasilimali watu mpaka mambo mengine ya nje ya uwanja. Lenga sasa kwenye maandalizi yako kwa huu mchezo wa Dodoma Jiji ambao wewe umetumia nishati kubwa sana kiwanjani, na Dodoma Jiji ambao imepata pia muda mwingi wa kupumzika tofauti na mpira bwana, kama pombe vile. Unaweza kumkuta mwenzio kalewa sana, afu ukaanza mwisho wake ukaja wewe ukalewa sana kuliko yule. You know? Sasa kwanza mimi sitaki kuniambia mimi Julio ndio nimefanya kazi. Mimi nimekuta technical staff ambayo iko pale. Nimeipokea, wamenipokea, tumefanya kazi sote kwa pamoja. Lakini sometimes kuna vitu hatutaki kuvisema. Moja umesema hawa wenzetu wazuri vile vile kwenye nje ya uwanja kwa wachezaji wao. Sisi sio wazuri kwenye nje ya uwanja
kwa sababu hatuna kipato cha kutosha. Lakini ninachotaka kukwambia, sisi ukiniambia mimi kwamba Dodoma Jiji wamepata bahati ya kuweza kucheza baada ya mechi ya Yanga, wamepata muda mrefu wa mapumziko, hiyo imetokea tu bahati, lakini sometimes timu zote zinakuwa hivyo hivyo, isipokuwa hao wenye uwezo mkubwa wenzetu wanatushinda. Wao mara nyingi inakuwa wakitoka sehemu moja kwenda nyingine ni ladies and gentlemen, sisi tunaruka na mabasi, hapo ndio inapokuwa shida. Sasa kwa mfano sisi tulicheza mechi kwetu, lakini tuliondoka kwenda Mbeya. Tumeondoka tumefika Mbeya saa 8 mchana, wachezaji wakafanya recover saa 11. Siku ya pili tumecheza mechi na Mbeya City tukadraw. Lakini mtu anaweza kuuliza kwa nini umedraw? Wewe unategemea unatoka Kigoma, unakujua Kigoma. Kigoma ni nchi nyingine. Mbali sana Kigoma, maana mbali Kigoma mbali. Unatoka Kigoma unaenda kucheza Mbeya, unakwenda masaa 25. Alafu tunamaliza mechi na kwenda kufanya recover ya barafu na wachezaji wangu. Unapanda tena basi, tunarudi Kigoma. Tunakuja pale tunakaa siku moja, siku ya pili tunacheza na TRA, timu ambayo kwa kipindi cha nyuma ilikuwa kiboko cha vigogo. Tumemaliza mechi hiyo, tunafanya barafu tena, tunapanda basi, tunakwenda Ruangwa masaa 32. Tunafika tunacheza mechi Ruangwa, tunafanya recover, tunapanda basi, tunakuja tena Dodoma, tunakuja kucheza na Simba siku mbili zinazokuja. Timu ambayo Josia keshafanya uharibifu kwa Yanga, wanahitaji lazima watushinde kupunguza gap. What do you expect? Lakini baada ya hapo tunakaa siku moja ya pili tunacheza na Azam. Tunamaliza na Azam, tunapanda basi tunakuja kucheza mechi na Dodoma Jiji. Sasa vitu hivyo sometimes hatutakiwi kuvisema, unakuwa kama vile unatafuta sababu. Sio kitu kizuri. Kwa hiyo mkituuliza maswali ambayo yanakera, ndio maana tunawawasha moto ili mjue. Sasa leo nimejaribu kukupeni picha kidogo muelewe tunapata shida kiasi gani. Azam tumecheza nao juzi, nimeongea na Ibenge. Anasema wachezaji wangu wamechoka kishenzi, lakini asubuhi wamekuja na ladies and gentlemen. Nafikiri mmenielewa vizuri na mtakuwa sasa mnatuuliza maswali yenye maana na mtafungua vichwa mnapokuja kuongea na kocha kama Mwalimu Josia au Julio Alberto Tanzania. Obrigado.